kwa ujumla tulikuwa tunazungumza kuhusu kwa nini kuna umuhimu wa kuzungumza kuhusu malezi. Kwa hivyo tulisema malezi huwezi kuyafahamu vizuri kwa mtoto bila kuelewa conscious mind na subconscious mind. Kwa sababu mambo mengi yanalimbikizwa kwenye subconscious mind, alafu baadaye yanakuja kama tabia. Kwa hivyo yale mazingira ya malezi na makuzi ya mtoto yanachangia mtoto kutia mafaili kwenye subconscious mind yake. Kisha yakija sasa anakuja kama tabia. Na maswali mengi yalikuwa kama vipi mtu anaweza kufuta yale mafaili. Katika mambo ambayo yanachangia sana ile subconscious mind kuweka mafaili ni mazoea na repetition, kitu kinachorudiwa sana. Na tukasema hata katika mambo ya advertisement za biashara, kurudia kitu huwa wanazingatia vitu kama hivyo. Mara nyingine TV inaweza ikawa ina mchoro fulani huko pale juu. Ule mchoro unauona ni mchoro wa kawaida tu. Lakini mtoto kila anapotizama ile ni nembo ya ile TV, huwa inakwenda kunasa moja kwa moja kwenye subconscious mind yake. Na sitaki kutaja baadhi ya alama za watu fulani ambazo huwekwa katika katuni na nini. Na mengine inapita tu. Wewe unaona kitu kimepita, lakini kinaenda kusoma mahala. Na sitaki kutoa mfano kwa kutaja, kwa sababu tulifikia wakati kwamba kuna tabia ukizitaja kimataifa, chombo chako kinaweza kapewa tahadhari, kapewa onyo. Mara nyingine kama ni social media hata ikafungiwa wakati mwingine. Lakini vitu hivi vimekuwa, ukikawe unaona ni katuni tu kawaida, lakini baada ya muda inapita kitu fulani, inapita rangi fulani, inapita nini, vile vinakuja kuakisi kwenye subconscious mind ya mtoto. Kwa hivi ni vitu ambavyo kweli vipo. Ila baadaye tutatamani kuja kulizungumzia pia, kwa sababu ulimwengu ndo tunafahamu kwa masuala ya upinde haya, kwamba hali inazidi kuwa mbaya, kwamba je, chimbuko linaanzia wapi? Kwamba ni mtu anabadilika akiwa ukubwani ameshapevuka, au kwamba ile inaanzia kwa mtoto, kwa sababu tunapaswa kumwokoa pia huyu mtoto ambaye anakuja kuingia katika ushoga. Tunaweza leo katika mazungumzo yetu kuna mahala tutayazungumza. Kama umedokeza tutalizungumza. Kwa hivyo ningependa hili la subconscious mind tutakwenda nalo mpaka mwisho wa vipindi vyetu. Kutokana na mazingira, kila tutakapofika mahala kuna eneo linahusika tutaelezea. Kwa hiyo hatutoliacha hata siku moja. Kwenye ile mifano wangu ni ulisahau, alisema kwamba atakuja kutoa mifano. Tulikuwa tunazungumzia pale mwishoni kuhusiana na yule mtu akisema kwamba siwezi au naweza. Akawa anatuambia kwamba kuna mifano atakuja kutuambia. Nitatoa mifano mingi, lakini kama mtakumbuka, tupeni siku moja kwa ajili ya kipindi kuanzia mwanzo mpaka mwisho tunazungumza conscious na subconscious mind. Sawa. Pengine msikilizaji ataelewa vizuri. Kwa hiyo siku hiyo hatutoingiza kitu kingine. Sawa. Na kama mtapendelea basi iwe kipindi kitakachofuata kama nitakuepo, tuweze kuandaa hilo. Kwa vile tutakavyokubaliana. Ila tunawasisitiza kwamba hakuna mahala tutakapoenda katika mambo ya malezi bila kuzungumza upande huo. Na hilo lolitaja hapo, kwa kuwa umelidokeza, kuna maeneo leo tutaligusia. Sasa ningetaka tuende hivi. Mtoto anaweza kukosa afya ya akili kwa sababu ya treatment, namna anavyoamiliana. Treatment ni muamala, namna ya kuamiliana. Muamala si masala ya pesa tu. Namna anavyoamiliana na wazazi wake au walezi. Yale yanaweza kumtia. Nakumbuka jana tumesema kwamba WHO imetoa takwimu kwamba katika kila watoto 7 mmoja ya matatizo matatu. Ima ana tatizo la depression, au ambao ni maana yake ni sonona, au ana tatizo la anxiety ambao maana yake ni wasiwasi. Kila mwanadamu ana wasiwasi, lakini ule wa kupindukia. Au ana behavioral disorder, tabia, kasoro za kitabia, na vitu ambavyo ni abnormal anavifanya. Tumesema kwa kiasi kikubwa sana malezi yanachangia. Mtoto ambaye anatishiwa sana, anapigwa sana, mzee akiingia anakosa amani. Mzee hataki kumwadhibu, lakini anampa vitisho wiki nzima, hana amani. Anajiuliza lini nitapigwa sasa? Kuna siku nitapigwa kwa lile kosa. Kwa hiyo anakosa ile amani. Huyu ina develop kwake hiyo anxiety.
wasiwasi. Wasiwasi ni ule woga. Kila saa anaogopa kitu, mara nyingine anaogopa kitu ambacho hakijui, lakini anahisi kuna kitu kibaya kitatokea. Naishi wasiwasi tu. Na wasiwasi inapelekea kutokujiamini. Inafanya kazi. Fanya kazi na hiyo hali. Bila shaka hivi vitu vyote vinaungana, kwa sababu jana tumesema kwamba ikiwa ana wasiwasi kwamba atakosolewa, hawezi kujiamini kunyanyuka akasema kitu. Ushaona, hawezi kujiamini. Na mimi nawapeni mfano. Kwa mfano sisi tumezoea kulea, hasa kina mama hawa wenzetu. Mtoto anapokataa kunywa uji anatishiwa nini? Takuchapa. Dude. Litakuja litamvamia, litamfanya nini? Dude lenyewe ni imagination tu. Hata halijui likoje. Lakini anajengewa taswira, imagination ya kitu cha hatari kitakachomvamia. Kwa hiyo mtoto anaweza kunywa uji kwa hofu ya kwamba kuna dude litamtafuna. Na mzazi anaona ni mbinu nzuri sana hiyo. Kwa hiyo ana develop uoga wakati wote. Haya ni katika mambo ambayo tumeyazoea sisi. Kwa hiyo kuna uhusiano mkubwa baina ya kutojiamini, lakini vile vile kuwa na hiyo anxiety, hali ya wasiwasi. Kwa hiyo nukta yetu ya pili ilikuwa ni hii ya kwamba haya maradhi ya ukosefu wa afya ya akili anaweza kuyatengeneza mtoto, mbali na ile kupigwa sana, kutengwa. Kwa mfano mtoto anabaguliwa. Yeye, kuna wakina mama wengine, sisemi ni wakina mama tu, lakini hata wanaume inatokea, lakini mama anaonekana zaidi kwa sababu anakaa nyumbani zaidi na watoto. Kwa mfano umeoa mke ana mtoto wake. Wewe utamtreat sawa sana watoto wako? Sawa mama yule kaolewa na mume ambaye ana mtoto, atamtreat sawa sana watoto wake? Sasa akimbagua katika chakula, akimbagua katika hata mazungumzo tu, kwamba akiambia fulani kanipiga, yeye haulizi, anakuja anampiga, yule mtoto ataishi mazingira ya kuwa mnyonge. Ule unyonge utamfanya jioni yuko tofauti na wengine. Na mimi nataka kusema kitu kingine ambacho wengine wanaweza kuona kama vile tunawavunjia, tuseme, sitaki kusema maslahi yao, lakini tuseme organization zao na jumuiya zao. Mimi napinga sana utaratibu wa kuwekwa kwa center za mayatima. Kabisa. Watoto wanakusanyika, wanakaa 60, 70, 80, wanajua sisi hatuna baba. Wanajua sisi ni watu tofauti na wengine. Sisi tunaishi kwa ihsani za watu. Sisi wazazi wetu ni hawa wanaokuja wakatutizama huku na kule, na mara nyingine wakija tunapigwa picha kwa pamoja tukiwa na zawadi tumepewa. Ile kisaikolojia ni mbaya sana. Sisi tulikuwa na mayatima tangu zamani, hawajaanza sasa hivi. Lakini walikuwa wakilelewa kwenye nyumba zetu. Hakuna yatima ambaye hana jamaa. Haiwezekani. Hajatoka mbinguni huyo akashushwa. Kweli. Shona? Lazima kuna wajomba, kuna nani, kuna watu lakini pia sisi hata jirani tu alikuwa hatupi mtoto wa jirani yake. Ikitokea hivyo watu wakigombea mlete mimi nimlee. Leo inakuwa tuwafanyie kambi. Tuwaweke mahala ambapo kila mmoja katika wale watoto anasema sisi tuko hapa hatuna wazazi. Sisi ni wakusanya. Sasa ile kisaikolojia si nzuri. Na sisi tumerithi tu kuchukua kule na kuleta huku. Anakulia katika mazingira ya inferiority complex. Mimi ni mtu wa daraja la pili, sio sawa sana wengine. Unyonge haumtengenezei kisaikolojia afya. Unaona? Anakuwa mara nyingine ana kitu kama vile reaction kwa jamii, kwamba hii jamii mimi haijanitreat sawa na wengine. Hawezi kulisema lakini lipo. Yaani unajua saikolojia ni vitu vinatembea ndani mwanadamu, mara nyingine hawezi kuvisema. Sasa sana wewe unapita na gari, alafu unampigia honi mwenye mkokoteni akupisha, kisha anakuambia wewe nini? Anataka kuambia kama wewe una gari unaniona mimi sina maana kabisa. Lakini hajui kwamba hicho ndicho kinachomsukuma kusema vile. Hamjakosana. Ile saikolojia inakuonyesha kwamba mimi sina gari, kisha wewe unataka nikupishe kama mimi sina maana. Akwambia wewe nini wewe, hata hageuka kutizama. Haya mambo mpaka mtu aweze kuexplain huwa inachukua muda, lakini yamo ndani. Na daktari hapa amezungumza, niliona mtu mmoja aliwahi kushauri kwamba hata watu ambao wanakwenda kutoa misaada kwa hivi vituo vya watoto yatima ni bora wakawapeleka labda kama ni sokoni,
wakanunue ama wakafanye vile vitu ambavyo Achagua wanavyotaka, kuliko kuja na maharage, mchele, unamletea kitu ambacho sio chaguo lake. Na mfano huo ni kuunganisha kile ambacho ulikizungumza jana pia. Sisi wazazi tunaenda kuwanunulia watoto nguo tunazozitaka sisi, badala ya kumchukua kwenda kuchagua kile ambacho anakitaka yeye. Na sio kila mara yeye ana uwezo wa kujua kinachomfaa sana. Anaweza kuchagua alafu ukaona hapana, amekosea. Kinachotakiwa umkinaishe. Yani umuonyeshe kwamba hilo chaguo si sahihi, alafu ya aridhike, basi sawa. Alafu umwambie unaonaje hii? Yani sawa sana kumchagulia kijana wako mke, naamua tu kwamba kwa kuwa ni baba huyu ndo anayekufaa. Basi sawa sawa. Ukiona alimchagua hafai, mweke chini, mwambie unajua kwa nini baba hafai huyu? Kwa sababu hizi na hizi na hizi na hizi. Kwa mfano wazee wetu zamani anaweza kumwambia kijana, bwana sawa umemchagua huyu, lakini huyu upande ule wa pili mimi nataka hata na mimi nimuone mzazi mwenzangu, nimuone kiviere wangu. Kiswahili wanasema kiviere ni wale ambao nyie wote watoto wenu wameoana. Nataka nimuone hata yule kiviere wangu, pengine ni mtoto wa nje ya ndoa, pengine ni mtoto wa nini. Sasa wewe unaweza ukaa hujui mambo haya. Kwa hiyo anakueleza kuna hili, kuna hili na hili. Basi binti mzuri, lakini bwana hili, lakini kuna hili. Kumkinaisha ni kitu muhimu sana. Aridhike. Na ndio hapa nagusia kitu kingine ili tusitoke nje ya maudhui. Watoto wengi wana personality mbili. Ile inayoonekana mbele ya wazazi na ile halisi. Sawa. Lakini unatakiwa umtriti mtoto personality yake iwe moja. Ukiwa ni mtu wa kumtisha na kutumia mabavu, atakuwa na personality mbili. Ile atakayoonyesha mbele yako na ile halisi. Lakini ukiwa uko open na yeye na unamshirikisha, personality yake itakuwa moja. Hata akiwa na mambo ya ndani atakwambia. Ndio maana watu wengine wanasema mtoto wangu mkimya sana, hazungumzi. Unaambia wewe huko mtaani huko anazungumza kuliko wote. Ni mkorofi kuliko wote. Lakini wewe unajua behavior zake ni hizi, kwa sababu namna unavyomtreat lazima apie mbele yako namna ile. Sasa sisi tunatengeneza kwa watoto personality mbili, ile haiba mbili, shakhsia mbili. Kwa hivyo hiyo ni nukta ilikuwa ya pili ya masala ya kudevelop, kumfanya mtoto awe na maradhi ya ukosefu wa afya ya akili kwa sababu ya namna unavyoamiliana naye. Namna unavyoamiliana naye. Lakini jambo lingine muhimu ambalo nyote mnalifahamu ni kwamba siasa ya dunia, uchumi wa dunia, tatizo la mazingira duniani na haya yote ya kimataifa yanategemea maadili. Na maadili, huyu tunayemzungumza, huyu mtoto huyu anaelelewa huyu vizuri au vibaya, ndiye anayekuwa rais wa nchi, ndiye anayekuwa mkuu wa mkoa, ndiye anayekuwa waziri. Kwa hivyo tabia za kimataifa zinatokana na malezi. Naam. Kama siasa ni chafu duniani, ni kwamba wanasiasa si watu ambao wameshiba kimalezi. Ndio maana yake. Kwa karne ile ambao wameanzia. Kwa wakati wote ule. Yani wewe ukiwa rais, hautoacha kuwa ni semio. Unaelewa maana yake? Ni personal behavior zako za semio ni zile za semio. Uleleleka vipi, ni mkarimu si mkarimu, una kisasi huna kisasi. Kama ni mtu mwenye kisasi, hata ukiwa rais utakuwa mwenye kisasi tu. Ukitukanwa tu wewe unarusha mateke. Sasa ukisharusha mateke, wananchi wako salama. Kwa hivyo ndio maana utaona chama kinaweza kikawa kimoja, Republican au Democratic. Democratic ni chama kimoja au Republican ni chama kimoja na kina sera. Lakini zile sera za chama hazifanyi kwamba kila rais akija pale afanane na mwingine wa chama kile kile. Kwa sababu kuna personal behavior zina influence maamuzi ya yule rais pia. Hata kama chama ni kimoja. Sio kama unanipata vizuri. Nakupata vizuri. Kwa hivyo Hitler alikuwa na tabia, Hitler ndio iliyosababisha maafa. Tabia ya Mussolini ndio iliyosababisha tatizo. Tabia za mtu anayeamini kuhusu kukaa tukazungumza vizuri, hata akiwa rais pakitokea mzozo ataita watu wakae. Mtu mbabe hata akiwa rais ataamua kwamba hapa hamna kukaa kuzungumza. Ngumi ni ngumi, kupigana ni kupigana, kurusha mateke ni kurusha mateke. Matokeo yake waliokuwa chini wanaathirika. Nataka tutizame maadili na malezi katika level ya kitaifa na kimataifa. Namna gani yanaathiri nchi za watu, yanaathiri maisha ya watu kwa sababu ya tabia ya kiongozi. Sio kila kiongozi ana tabia sawa sawa na kiongozi mwingine. Lakini katiba iko pale pale. Sera ziko pale pale. Mfumo wa utendaji uko pale pale. Lakini tabia binafsi tofauti.
Kwa hivyo maafa tunayoona duniani katika mambo ya kisiasa, ya kiuchumi na mengine yote yanategemea namna gani kiongozi alivyolelewa na makuzi yake mpaka akafikia pale, na namna ambavyo tunamuandaa kutoka chini. Of course, kwa sababu kwa mfano katika vyama vyote vina taratibu za kumwandaa kiongozi. Haibuki tu akasema huyu wa kwetu. Wamemwandaa vipi? Kwa hivyo ndio maana kuna maadili ya chama. Kwa mfano ukitizama kwetu sisi, Mwalimu Nyerere ana filosofia ya ujamaa na Chama cha Mapinduzi tangu ilipokuwa 5 kwenda mbele. Masala ya utu uliwekwa mbele sana katika Chama cha Mapinduzi. Kwa natolea mfano, mimi si mtu ambaye nafanya kampeni za vyama, lakini same tu kwa sababu tumekulia sisi katika mazingira yao, lakini chama kingine vile vile lazima kitakuwa kina falsafa yake, na kinalea watu kwamba sisi tunaamini kuhusu nini. Uzalendo. Sasa uzalendo ni nini? Ni maadili. Kujali nchi yako, kuwa mwaminifu kwa nchi yako, kuthamini cha nchi yako. Haya ni maadili. Ni maadili. Sasa nataka kusema kwamba kama kuna maafa yoyote ya kisiasa duniani ni matokeo ya maadili na malezi. Viongozi wanaamini kuhusu nini? Amani ya dunia ni wewe kuamini kwamba je, unamkubali mwenzako? Kuna watu ambao hakubali mwenzake. Sisi wanadini kwa mfano, kuna mwanadini ambaye anaamini mwingine hafai, na sio hafai tu, hafai hata kuwa na hai. Hafai hata kuendelea kuwepo hai. Kuna anayeamini mabavu katika kufikisha ujumbe, kutumia nguvu na mabavu kufikisha jambo lake. Sasa hizo zote ni tabia. Na kuna anayeamini kuhusu wengine, kwamba hata kama mmetofautiana tunaunganishwa na ubinadamu. Kuna mambo ambayo tumekubaliana kama binadamu, tunaweza tukaishi pamoja, tunafanya biashara pamoja, nyumba moja inaweza ikaa na watu wenye itikadi za kisiasa na za kidini mbalimbali, na kwamba dini imekuja kuunganisha watu kwa misingi ya ubinadamu na upendo. Zote hizi tabia. Ndio maana tukasema kwamba malezi tutakuja kuona tukianza sasa kuingia ndani kwamba tunaanzia wapi. Tumesema kwamba familia ndio primary agent of socialization. Tukishatoka nje ya familia tutaona majukwaa mengine, forum nyingine. Katika forum nyingine ni dola, kwamba inasimamia misingi gani katika maadili. Na ndio maana tunasema kufanya kazi pamoja na viongozi wa mila na viongozi wa dini ambao maadili ndio yako mbele kwao, dola ni muhimu sana. Kwa sababu wananchi wake wana dini na wana mila. Na zile mila zina maadili. Kwa hiyo hata wewe kiongozi pale umetoka katika hiyo jamii. Sasa yale mambo ambayo yanakiuka mila na maadili ya wote lazima yakemewe. Nakupeni mfano. Sisi Waislamu ukitaka mke lazima upitie mlango wa ndoa. Na Wakristo ni hivyo hivyo. Na watu wa mila na desturi ni hivyo hivyo. Shaelewa. Haya, nani katika sisi sote anayeruhusu mtoto wa kike kufanya biashara ya ngono? Hakuna. Kwa hivyo sio mila yetu sote kwa ujumla. Na tunatarajia dola yetu, nchi yetu, aliyekuwa kiongozi lazima ametoka katika moja ya makundi haya. Tunakuwa na hiyo common value, lazima tuisimamie. Kwa hiyo lakini tunaletewa upepo wa nje kwamba binadamu yuko huru, tuheshimu feelings. Sio masala logic, feelings za watu, hisia za watu, hata kama ni hisia potofu. Hiyo ni tatizo jingine. Kwa hiyo usitoe suala la malezi nje ya siasa ya dunia hata kidogo. Kwa sababu kiongozi ambaye ni mlafi akiingia mahali anakomba kila kitu, ni maadili hayo. Ni malezi. Amelelewa vipi? Asiridhika na kile anachokipata. Mtu mwenye kiburi kwa sababu ya cheo, ni makuzi hayo. Anahitaji malezi ya kuwa awe anashuka chini, watu ndio wampandishe, asijikweze. Umezungumzia kuhusiana na maadili na malezi ya kimataifa. Nikatamani sana wakati unazungumza hivyo, kuna picha fulani ambayo inanijia. Mathalan kwa mfano kwa nchi kama Marekani. Sasa hivi tunamwona kiongozi aliyopo Donald Trump. Aina yake na aliyepita ni vitu viwili tofauti kabisa. Hiki ambacho nakumbuka wiki hii kulikuwa kuna wanataka kukaa kwa ajili ya mapatano nadhani na Iran kama sikosei. Lakini yeye akawa yuko mstari wa mbele kuleta ubabe kwamba anachokitaka yeye ndiwe kiwe hicho, lakini si kutoka Iran kuweza kushauri au tupatane kwamba mkutano tunaofanya kwa njia hii. Umeona? Mwenzangu akaniuliza hapo chini, kwa ni usiku, kwamba kwa nini anafanya hivi.
Jibu alikuja haraka, nikamwambia kwa sababu yeye anatoka katika Umoja wa Mataifa, kitu ambacho nilijua kabisa nimekosea, ili kutaka kujua kwamba ana view gani. Hiki ambacho tunakiona kwa sasa hivi kwa Trump, kwa sababu tulimwona pia wakati anazungumza na Rais Zelensky, umeona alikuwa ni kama anamshurutisha, yani kwamba iwe hivi ni hivi ilivyo. Ni mikakati ya nchi au ni tabia aliyojengeka yeye toka awali? Ndio maana nikasema kwa sababu chama cha Republican kimekuwa na maraisi wengi walotangulia. Sawa, Biden alikuwa ni chama tofauti, lakini kabla yake wako chama chake, hatuja observe hiyo tabia. Ndio maana nasema personal behavior, tabia binafsi. Hata ukiwa rais, kuna sera, kuna katiba, kuna kila kitu, itaibuka tu kutawala yale mazingira. Ndicho nachokizungumza. Kwa hivyo ile tabia binafsi ya Trump ndio inayowapia zaidi. Tuko pamoja hapo. Na ndio maana nasema kwa amekulia makuzi gani mpaka akafikia pale. Ameandaliwa vipi mpaka haibuki tu hivi hivi. Tutakuja kuona kitaalamu tabia za kurithi na tabia za kupata kutokana na mazingira. Lugha ya nurture na nature. Amekuwa nurtured au ni nature. Na kwa sababu umeuliza wewe katika swala ambalo tumeahidi leo tutalizungumzia katika masala ya homosexuality. Mimi Kiswahili fasihi naita ubaradhuli. Mambo haya ya ubaradhuli. Tutaona kwamba hili jambo likoje. Kwa sababu tutaingia katika hiyo nature, lakini vyote vina nafasi kwa mwanadamu. Kuna mazingira yanayomtengeneza mtu, alafu kuna maumbile ya asili kwamba yeye kule kwao kuna nini akavipata kupitia kule. Sasa watu watakaotaka kumdescribe Trump watamsoma kwamba amekulia vipi, amezaliwa familia gani, nini, kitu gani kimetengeneza hiyo tabia alokuwa nayo. Kwa hiyo mimi nilikuwa nikisema na kusudia hivyo kwamba sera za chama, sera katiba ya nchi na vingine vyote vinatakiwa vifatwe, ni mwongozo wa kumwelekeza rais wa nchi atawale vipi. Lakini huwezi kufunika tabia yake binafsi. Vile ambavyo wanavoliendea jambo. Naam, ndio tabia yake. Ndio tabia yake inaonekana pale. Yaani lazima itaibuka mahala fulani. Kwa sababu yale yote yamefanywa huko nyuma, lakini pengine kwa namna ya kibusara zaidi. Ndio maana nikatoa mfano kwamba rais anayeamini kuhusu mazungumzo na uhuru wa watu kujieleza, kalelewa hivyo. Yule pakitokea mzozo ataita watu, atasikilizana. Tatizo linaweza likaisha katika level ya mazungumzo. Ambaye ni mbabe, kwa mfano baba mbabe ndani ya nyumba, yaani sauti ikisikika kila mtu anakimbia sebuleni na nini na nini, sio ile watoto wanamkimbilia. Watoto wanakimbia. Na mama mwenyewe anachangia, baba yenu akija nitamwambia. Shawn. Yule baba ni askari ndani ya nyumba. Ndio yale tukasema kwamba mtoto anakuwa kimya, hazungumzi mbele ya baba na nini, na wewe unasema mwanangu kimya huyu. Kumbe yule mtoto ndo mbaya. Kwa sababu gani? Hajaweza kuibua tabia zake ukazijua. Kisa anaogopa yale mazingira. Huyu hata yule mtoto akikulia anaamini kwamba ukiwa baba ndani ya nyumba unapaswa kuwa hivyo. Kwa hiyo na yeye ni baba mwingine atakaibuka ambaye ni askari. Si mlezi. Unatarajia nini akija kuwa rais huyo? Halile. Anaamini kwamba wananchi lazima wapeleke hivyo. Ukiapia waogope. Mtu asiposimama anaomba kwa nini usimame wewe, hujaona rais ametokea hapa? Ukiingia kwenye ofisi yake anakuuliza unataka nini kwa kibri. Lakini mwingine atanyanyuka kwenye kiti chake, ni mkurugenzi, akwambia karibu nikusikilize, una tatizo gani bwana? Kama ni mtu mzima atamshikamoo. Nikusikilize baba, una tatizo gani? Kwa sababu yeye kakulia hivyo katika heshima hiyo. Nataka kusema kwamba tunajifunza kuhusu maadili kwa sababu maadili ndiyo yanayoathiri maisha yetu ya kila siku kabisa. Nitawapeni mfano. Semio, wewe ni msomaji pia, katafute kitabu kiko kwenye mtandao na wengine pia watizame na wasikilizaji wetu. Kinaitwa The Prince. The Prince. Kimetafsiriwa kwa lugha nyingi, ya Kiarabu, ya Kiingereza, Kiswahili ndo bado sijaona. The Prince sio kitabu kikubwa, lakini kitabu kilichoandikwa karne ya 15 nadhani au 16. Mwaka 1500 na 1400 na. Kile kitabu kimeandikwa na mtu anaitwa Niccolo Machiavelli. Ameandika, alimwandikia mfalme kumwambia kwamba ili uwe kiongozi mzuri fanya haya. Na kitabu hiki kilikuwa ni msahafu wa Hitler na Mussolini amenani, na mmoja katika wale amepata PhD yake kupitia kitabu kile. Naam. Wao ni wanafunzi wa Niccolo, na siasa ya dunia ni siasa ya Niccolo Machiavelli. Siasa ya
ends justifies the means. Wewe tizama malengo, njia ya kufikia usitizame. Anaamini kuhusu kiongozi mwenye kutumia hadaa, uongo na ulaghai ni mbinu muhimu sana kwa kiongozi. Utaona mambo pale aliyoandika na watu namna mtu anataka awe kiongozi wa kisasa, ndio ile siasa mchezo mchafu ni hii ya Nicolo. Kwamba yule kiongozi mkweli hana nafasi. Anayesema kila kitu kweli hana nafasi. Anazungumza kwamba wewe yani usiwe na rafiki hata wa kudumu, wewe hakikisha kwamba kila mtu unajiwekea mazingira fulani ya himaya yako. Kwa hiyo kione utaona hicho kitabu. Sasa tunaishi katika ulimwengu wa siasa za Nicolo Machiavelli. Ndio maana leo hii utamuona mtu anafaa sana kuwa kiongozi, anafaa sana kuwa mbunge, anafaa sana lakini wale wanaompitisha awe wanauliza tutapata nini? Huyu jamaa amenyooka sana bwana, atupata chochote bwana. Kwa hiyo huyu hatufai bwana. Tufai bwana, mtu mzuri lakini bwana hatoi chochote. Wendi shekhe. Kwa sababu ya namna mazingira yalivyotawala, siasa za Nicolo namna zilivyokuwa. Sasa kakipitia utaona. Kwa hiyo kwa hali kama hiyo tunasema kwanza upande wa siasa. Huyu bwana Yuval Noah Harari ni mwanahistoria. Katika wanahistoria na vitabu kama 3-4, kijana mdogo, namuita kijana lakini ni mtu wa miaka 40 na karibia ni 40 na nayo. Huyu ni katika watu most famous waandishi wa sasa. Na vitabu vyake katika library zetu. Ameandika baadhi ya takwimu, kuna haja ya kuzitizama, lakini zinaonyesha kwamba umaskini duniani ni unatokana na sababu za kisiasa. Hakuna umaskini wa kweli. Wanasiasa wakiamua umaskini uondoke utaondoka. Kwa hivyo umaskini unahitaji maamuzi tu ya kisiasa. Kwa sababu Waarabu wanasema jawwe kalbaka yatba'aka, muache mbwa wako awe na njaa atakuandama. Kumwandama ni kumfuata. Akishiba hana shida na wewe. Sasa ulimwengu unahitajia watu wa ulimwengu watatu waendelee kuwa na njaa ili kibla chao tunasema sio Uislamu kiendelee kuwa ni kule tu. Waelekee kule, waandame kule, wakishiba watakuwa hawana haja ya kuwafuata watu wa kimagharibi, sio? Kwa maana hiyo inawezekana kwamba ikapandikizwa tatizo ili tuabudu. Sasa hapo tukitaka kuzungumza tutakwenda mbali sana mpaka tutatoka nje, lakini nadokeza. Suala la kuabudu hapo umezungumzia kuabudu wao, sio? Hapa sisi nchi zetu zinatakiwa ziendelee kuwa maskini na ziendelee kuwa zinahitaji. Yani tuwe dependent. Kwa sababu tukijitegemea tutakuwa hatuwahitaji. Na kama hatuwahitaji maana yake hawawezi kuweka masharti yao. Katika mambo ambayo yanakufa sisi kwetu ni kilimo chetu. Kwisha kabisa. Tulizungumza hapa. Naam, na kimekwisha kwa maana ya kwamba kinatakiwa kiwe kilimo tegemezi. Tutegemee mbegu kwao, tutegemee dawa kwao, tutegemee kila kitu kwao. Lakini tutafanyaje? Lazima tu destroy vilivyokuepo kwanza. Ukiletewa introduction ya mbegu ambazo ni za kisasa zinazozaa kwa haraka sana na mazao mengi katika heka moja, wewe lazima utaacha kile cha zamani. Utaingia kwa kasi katika lakini kile hakiwezi kwenda bila dawa. Na mbegu zake mara nyingine huwezi ukachukua ile mbegu ukapanda tena. Kabisa. Lazima uagize nje. Haya ni mambo yamefanywa utafiti sana kwamba baada ya muda mbegu zetu za asili zitatoweka. Sasa hivi hata hicho kinachopiganiwa sasa hivi kina soko zuri, korosho. Korosho za kisasa na za zamani. Za zamani inachukua muda mrefu mpaka mkorosho uanze kuzaa. Sasa hivi miaka 3-4 mtu anavuna. Taratibu unaendelea kuongeza mazao. Lakini dawa mtindo mmoja, kila saa ni dawa. Dawa hazidestroy tu afya ya mtu, hata ardhi inakufa kutokana na dawa. Sisi tumekulia tukila wali mchele ule ambao unapika wali sisi. Jirani wakipika tajua tu leo mtaa kwa harufu ile sema unanogea. Hakuna sasa hivi. Mbegu zimekwisha, introduce mpya. Kuna mpaka dengu za kisasa ambazo zimeletwa zinazaa sana. Na unaletewa hatua ya kwanza mnapewa bure kama majaribio. Mnashangilia kweli. Imetoa. Lakini baada ya muda ya kwenu ile inatoweka. Sasa baadaye yule ambaye anaikuuzia ndio mwenye mbegu. Alafu ndio mwenye dawa. Alafu wewe utaendelea kuwa tegemezi kwake. Ni utumwa, kilimo cha utumwa. Na huo ni mfano mmoja tu. Na hizi zote ni tabia za kutaka kuhodhi na kumiliki jitihada za wengine. Mzee mmoja aliwahi kuniambia kwamba mtu atakaye
atakayeamua unakula nini ndo anayeamua maisha yako. Asante. Sasa Waarabu wanasema nikumbuke msemo huo, wanasema man la yaakulu min fa'sihi la yatakallam bi ra'sihi, asiyekula kwa shoka lake hawezi kufikiria wala kusema kwa kichwa chake. Yani wewe huli kwa shoka lako, pia hata kufikiria na kusema na kutenda hutosema kwa kichwa chako, itakuwa cha yule alokupa shoka. Na hata Waswahili wanasema kwamba anayemlipa mpiga zumari ndiye anayechagua wimbo. Yule mpiga zumari anayemlipa ndio anayesema piga wimbo fulani. Kwa hiyo sisi tuko hivyo. Mdomo wa kula una haya, huwezi kumkosoa anayekupa. Kwa sababu yeye ndo kakupa, huwezi kumkosoa. Kwa hivyo hili ni tatizo. Sasa hayo yote ni masala ya kinini, ya kimaadili. Yani kwenye upande huu najiona kwamba hatuna namna ya kuweza kutoka hapo tulipo. Kusema hakuna namna si kweli, kwa sababu pia ni kukubali yale tunayosema kwamba huwezi. Kwa sababu sasa hivi ardhi yetu imeshaathiriwa. Tunairudishaje? Na tumekubaliana kwamba mbegu zao, dawa zao, kwa sababu kwa vyote vile sasa hivi, juzi tulikuwa tukizungumza kuhusiana na hicho ambacho nakizungumza kwamba sasa hivi hatuna kilimo. Kilimo ni cha watu. Na zamani baba yangu alikuwa akichukua yale mahindi anayevuna, anaangalia hii ni ya mbegu, anahifadhi, tunarudia kwenda kupanda. Sasa hivi ukipanda yale mahindi hayaoti. Sasa kwanza labda nianzie hapo uliposema hakuna namna. Si kweli hakuna namna. Na yale ya subconscious mind ni makosa kuamini hatuwezi. Okay. Tunaweza. Ila changes hazitokei mara moja. Lazima gradually, taratibu. Lazima ziende taratibu. Tunaweza, ni masuala ya kuamua. Sasa nadokeza kitu kimoja kwamba uzalendo ndio funguo. Uzalendo sio tu wa nchi yako, lakini wa bara lako pia. Kwamba uzalendo wa Kenya, uzalendo wa Tanzania, mtu wa Kenya kuwa ni wazalendo, wa Tanzania kuwa ni wazalendo, East Africa kuwa ni wazalendo, Afrika nzima tukiwa wazalendo, tunaweza. Watu wengi hawaelewi maana ya uzalendo. Wengine wanasema uzalendo ni kuifia nchi yako, ndio lugha ya mtaani. Lakini uzalendo ni kuthamini chako hata kama ni duni. Ni kuthamini chako hata kama ni duni. Mimi nakupa mfano. Sisi bidhaa za viwanda tunazoingiza katika nchi zetu ni nyingi sana kuliko zile tunazozalisha ndani. Bali hata zile tunazozalisha ndani hatuzithamini kama tunavyothamini za nje. Kwa sababu ya masuala ya quality na nini, naona hii Sasa mzalendo ni yupi? Ni yule atakayethamini cha ndani hata kama ni duni. Na hapo ndipo kuna ukombozi. Tukithamini mbegu zetu, tukithamini nguo za viwanda vyetu, tukithamini mambo yote. Kwa sababu World Bank na IMF katika mambo walioyatumia ni kuzipa condition nchi zetu kwamba katika misaada tunayoitoa, masharti ya ndani na ya nje. Ya nje baada ya vita kuu ya pili, yalikuwa ni masharti ya World Bank na IMF, kwamba masharti ya nje ni kwamba mfungue milango kuingiza bidhaa, muondoshe tariffs na vikwazo vya kuingiza bidhaa za nje. Mtu unaona basi acha ziingie, lakini maana yake ni kuwafanya nyinyi mwe soko. Na mpunguze masharti na kodi ziwe za kawaida. Pili, kuruhusu demokrasia. Hilo lina mjadala pia. Maana yake watu wanajua demokrasia, lakini demokrasia ni nzuri, lakini sio bidhaa yetu. Tumeletewa. Na aliyetuletea pia ndiye anayetuchezea kupitia hiyo. Kwa sababu wewe ukiwa pale una mambo ambayo hawaridhiki nayo, wanawaita wapinzani na kaa nao vikao. Wewe ukisikia tu wamekaa nao, wewe mwenyewe utaachia. Yani ni mambo ya ukewenza. Unajua ukewenza. Kila mke anataka awe kwa mume ana thamani. Sasa wewe ukijionyesha unapinga sana, unasikia wapinzani wameitwa, wako Berlin, wako Washington, wako nini, wanakaa vikao vikubwa nini. Wewe mwenyewe utaenda utapiga magoti, jamani kuna nini? Unaingia wasiwasi wa jamaa wakipewa nguvu mimi naondoka. Kwa hiyo tunachezewa sana katika mambo haya ya nini. Sasa kwa hiyo masharti yao wameweka. Matokeo yake ni nini? Bidhaa zinaingia kwa wingi. Sasa mimi nimevaa t-shirt hapa ndani. Ndio yale nilosema. Hii t-shirt ni ya Tanzania. Nikitizama na ya China ziko tofauti. Lakini uzalendo unaniambia kwamba nitosheke na ile ya Tanzania kwa sababu ni ya kwetu. Pesa zake zitabaki hapa. Ama hii nitakuwa nimetoa pesa nje.
vifaa vya vyuma na umeme na vingine vile vya ndani, hata kama ni duni kidogo nikidhika navyo, uchumi wetu tutakuwa watu sio tegemezi. Ndio maana tunasema uhuru wenyewe hatujapata uhuru kamili. Sisi bado ni dependent countries, ni nchi tegemezi. Dokta, ulizungumza kuhusiana na siasa ya dunia, kagusia pia na uchumi wa dunia kwenye maadili. Hapo kwenye uchumi, hebu tueleweshe kidogo tuelewe. Nashukuru sana kwa kulikumbushia hilo, na lile la kwako tusije tukamaliza bila kulizungumza. Kwa mfano, unapokwenda kununua vitumbua kwa mama anayeuza vitumbua, alafu yeye jana vililala vitumbua vya jana, alafu ana vitumbua vya leo pia, akaona mimi siwezi kuvitupa vya jana nichanganye. Anakusoma tu, ukija sehemu huyu mshamba au mjanja, huyu mjanja anampa vya leo. Akiona mwingine amekuja wanasema huyu atakipewa vya jana, sawa. Mampare nadhani anasikia anasikiliza redio. Sambusa na nini, mtu anakwenda tumbo linamuuma. Nyama zimekaa hazijakata kwenye friji za sambusa za juzi anakula. Ni tatizo la kitabia za kimaadili. Tuko pamoja? Hilo ni tabia, ni tatizo la kimaadili. Na mimi nazungumza katika level ya chini, tuone level ya kimataifa. Hayo. Kilo zile zinapimwa, unaambiwa kilo moja ya nyama lakini umepewa robo 3. Umepewa robo 3 ya umekwenda umekula. Hayo ni tatizo la kimaadili. Sasa watu wanadhani kwamba dhalimu ni huyu tu aliyekuuzia sambusa za juzi. Lakini dunia nzima, wababe wa dunia wanatuuzia sambusa za juzi mara nyingi sana. Na teknolojia zilizochoka kule na nini wana dampu kwetu. Ushia huko. Sambusa za juzi unawapewa na nini. Na dunia iko hivyo. Uwizi wa kimataifa katika mambo ya biashara ni mkubwa sana. Na hiyo yote ni maadili, ni tabia. Na ndio utaona kwamba leo duniani kuna wakimbizi kiasi gani? Milioni 120 na wakimbizi, takwimu za mwaka jana. Hawa wakimbizi wanakimbia tabia. Watu wanabaguana, pigana, watu wanapigania cheo, nafasi tu ile, yuko tayari kusacrifice maelfu ya watu kwa sababu yeye anataka awe juu. Mtu kutaka kuwa juu, kibri, yeye ni mtu wa juu tu. Hii ni tabia. Ameleleka vipi, amekulia vipi, yeye kutaka yeye lazima tu awe juu, na kama hayuko juu wasitupigane. Sasa haya yote ni masuala ya kitabia. Kwa hivyo ukitizama uchumi wa duniani, wizi unaofanyika ni mkubwa sana. Na ili kuhakikisha kwamba bei za vitu zinakaa vile vile zilivyokuwa, watu hutupa hata vyakula baadhi ya nchi. Takwimu anazitoa katika kitabu hiki Yuval Noah Harari. Sikumbuki ni peji gani tu, kwa haraka mtashangaa. Wanaokufa kwa shibe duniani ni wengi kuliko wanaokufa kwa njaa. Na kwamba mtu akishiba anakufa? Hapana. Au ni zaidi ya hapo? Hapana, obesity ni maradhi ya shibe. Maradhi yanotokana na kula kwa kupindukia. Yanasababisha vifo vingi kuliko wale wanaokufa kwa njaa, kwa kukosa. Kwa hiyo tunasema wanaokufa kwa shibe wengi kuliko wanaokufa kwa njaa. Kwa takwimu kabisa. Ina maana kwamba wale wanaokufa kwa shibe wangepunguza ile shibe yao, hao wanaokufa kwa njaa wasingekufa kwa njaa. Inge balance. Sasa maana yake ni kwamba kuna tatizo la ulafi duniani na watu wengine wanakufa kwa njaa. Haya ni matatizo ya kiuchumi ambao walitengenezwa na maadili. Of course maadili. Swala la kimaadili yani bwana mmoja alikuwa akifanya maskhara. Amekonda sana, mwembamba, yani ni mwembamba hasa. Alafu mwenzake amejaa sana, nene. Yule alojaa mnene akawa anamfanyia maskhara yule. Anamwambia, mimi kila nikikutizama namna ulivyokonda wewe nakumbuka umaskini wa Afrika. Na Afrika namna walivyokuwa. Unaona zile picha za Somalia, anamfanyia maskhara. Na yule bwana akamwambia, na mimi kila ninavyokutizama naona sababu za huo umaskini wa Afrika. moja. Kwamba uliposhiba wewe sana ndivyo walipokonda wale. Na swala si Afrika tu, dunia nzima. Asia kuna maskini wengi, hiyo Afrika inasingiziwa. Sisi tuna uwezo wa kula kuliko baadhi ya watu wa Asia. Ukitizama Far East wapi, kule ukitizama India, ukitizama wapi ambao ni nchi tajiri, umaskini ni wa kupindukia hasa. Sio kwamba sisi tunafadhali kwa sababu tumeachia milango ya maadili na malezi ya watu wengine kuingia. Hapana. Mimi naamini kwa sababu ubepari haujakomaa kwetu bado sana.
ubepari kila unapokomaa individualism ni kubwa sana, umimi. Na sasa hivi tunakwenda kwa kasi sana katika hilo. Sisi ule ujamaa wa kupeana kifamilia kiafrika ile kusaidiana bado athari zake zipo sana. Kwa wenzetu limekwenda limetoweka. Walikuwa hivyo, binadamu wote wako hivyo. Sisi bado mashirikiano ya kifamilia, mjomba nani bado yana connections zile. Kwa hivyo mtu anaweza kaa hana akasaidiwa. Lakini kwa wenzetu kila mtu na la kwake, sio? Hiyo kwetu bado imebaki. Kwa sababu ya muda alichokizungumza nadhani Joram tuliwahi kujadili hapa, tutamuomba wakati mwingine kuja kuangalia haya malezi na maadili yalivyoathiriwa, labda kwamba sasa hivi tunaona kwamba zile tamaduni zetu kuanzia mwanzo jando watu walivyokuwa wanaenda jando, kulikuwa kuna msaada wote ambao tunapata au kuna njia ambayo tulikuwa tunachongewa. Nakumbuka tulijadili wenyewe sana kuhusiana na hilo na tukapitisha sisi kwamba jando ni muhimu kuliko hivi ambavyo vinaendelea sasa hivi. Kwa uchache sana, tabia na maadili ndio ambazo zinatengeneza sheria pamoja na miongozo ambayo tunaishi katika nchi zetu. Kwanza mwanzo wa sheria kuanza kuandikwa, ukisoma nadhani una sheria watanoti hili, sheria za kwanza kuandikwa ni sheria za Hammurabi. Ni kule ulipokuwa ukizungumzia kule Mesopotamia. Na Babiloni. Hammurabi ni mtu aliishi kule, alikuwa mtawala. Ndio mahali palipoanza sheria za kwanza. Na sana ilikuwa mkusoma jamii na mila na ada gani, alafu kuweka sheria ili kuondosha migongano. Ndio asili hiyo ya sheria. Okay. Sheria zimewekwa ili kuondosha migongano baina ya watu katika maingiliano yao. Lakini sheria zinajali mila na desturi za watu. Kwa hiyo Masai ukienda ukafanya jambo ambalo ni kinyume na taratibu za kimila, utakuwa umevunja sheria. Tofauti tu ni kwamba sheria nyingi hazikuandikwa. Kwa hiyo Wapare walikuwa na sheria zao, Wachaga wana sheria zao, ndio maana kuna faini. Sasa kama faini itakuwa ni kuleta pombe, utaleta pombe. Kuleta mbuzi au kondoo kwa Wamasai ataambiwa mila yetu hapa lazima ulete kondoo. Tufanye hivi. Kwa hiyo sheria haziwezi kuepusha na mila za watu. Lazima ziende sambamba na mila za watu. Zimekuta mila ndio inatangulia kisha sheria inafuata. Na sheria inatakiwa iende kwa mujibu wa makubaliano ya maisha ya watu. Ndio maana yule Jean-Jacques Rousseau yeye ana kitabu chake inaitwa Social Contract. Makubaliano ya kijamii, kwamba jamii ina makubaliano yake. Yameandikwa hajaandikwa lakini hapo. Nadhani tumeelewana katika hilo. Labda kwa sababu ya muda sio rafiki sana. Kwa uchache tu ili tusisahau kile ambacho nimekiuliza, kwa sababu najua kuna watu wengi watakuwa wanasikiliza sasa hivi. Huyu mtu ambaye tunamwona sasa hivi ameingia kwenye ufedhuli, sijui tuuite hivyo. Ameingia kwenye upinde. Tunapenda kuita hapa upinde. Yaani ameingia katika ushoga. Hii chimbuko lake ni malezi na maadili au amekuja kubadilika tu kwa mazingira ya ulimwengu? Na hapo dokta, kwenye maadili na malezi kuna namna ya kumwandaa mtoto wa kiume kuwa mwanaume na namna ya kumwandaa mtoto wa kike kuwa wa kike. Sawa, asante. Hata maliza. Tuna dakika chache sana. Mimi nitamani swali lako la Joram tulianze nalo juma linalokuja kama atakuwepo dokta, kwa sababu naamini kwamba kuna maswali mengi sana hapo. Sema ile anaweza analijibia huko kwenye hiyo mambo nadhani. Haya basi, na dada nataka kuzungumza pengine. Tusije tukakukatisha. Na pia hapo mimi ningependa kujua madhara ya mtoto kulelewa na mzazi mmoja. Sasa hilo la mwisho hilo hilo ndo taahirisha kwa sababu lina mahala fulani panahusika. Na lazima tutalizungumzia kwa sababu liko katika mtiririko. Suala la tutumie lugha ya ubaradhuli. Ushoga, ubaradhuli. Ni suala ambalo katika nchi za kimagharibi miaka ya 90 kurudi nyuma huko lilitizama kwamba ni behavioral disorder. Ni kasoro za tabia. Kwa palifanyika kampeni nyingi za kuhakikisha tabia ile isiwepo. Na wazungu walikuwa kiamini kwamba tatizo ni tatizo la kimaadili. Paka hapo tuko sawa. Kwa lugha nyingine tunasema ilikuwa wale wana tabia zile walitizama kwamba wamekuwa nurtured
yani wameathirika na mazingira walokulia. Wanatakiwa warejeshwe. Kisha baadaye wakasema wamefanya tafiti, wamegundua kwamba watu kadhaa huzaliwa na tabia hiyo katika katika viini vinavyowajenga wao. Hapo tutakuja kuona tukizungumza habari ya tabia ni viini gani wanasema vinaweza kuhamisha tabia. Wana nature hiyo ya kuvutika zaidi kule kuliko huku. Kwa hiyo ndio upepo ukabadilika kwamba sasa tusiwakemee, wape nasaha, bali tuhakikishe kwamba tunatambua hali yao ile, kwa sababu ni hali ya kimaumbile. Shaelewa? Ndio maana jitihada zikao duniani kwamba hawa watu wasiwe marginalized, wasitengwe. Na ndio maana hata sasa hivi kuna baadhi ya social media ukiwazungumza vibaya utapewa onyo. Na nchi nyingine zikatishiwa kunyimwa msaada kama Uganda. Na sio kutishiwa tu, baadhi ya moja katika nchi za Scandinavia ilizuia msaada kwa maana kwamba mnakiuka haki za kibinadamu, hawa binadamu kama wengine. Na baadhi ya viongozi wa kidini wa kimataifa, sitaki kuwataja majina, wakasema kwamba tunaweza kukaa nao vizuri na nini, na wengine wakaingia mahala hata kuwaozesha. Na sioni haya kusema kwamba na huyu pia ni mwanaume lakini ni mke wa mtu ni kuandika kitabu hiki na afichi, na anasema hadharani kwamba mimi nimepiga hatua hizi kwa msaada pia wa mume wangu na nini. Kwa hiyo ni mwanaume na ana mume. Na wala hasemi kwa siri, ni kitu kiko bayana. Shaona? Sasa kwa hivyo mjadala ni baina ya nature na nature. Ukisoma maadili ambayo tumesema ni sayansi, ukiyasoma vizuri utagundua kwamba ni tatizo la nature, sio nature. Hawa watu wamefinyangwa na mazingira mpaka wakafikia mahala kuwa vile. Mazingira yametengenezwa. Sio yametengenezwa, yeye amekulia mazingira gani? Kwa mfano mtoto ambaye amekuwa akifanyiwa tangu akiwa mdogo, inaingia katika subconscious mind kwamba hii starehe ndio hiyo tu, nyingine inakuwa pembeni kabisa. Anakulia na ile mpaka umrejeshe ni kazi. Na ushahidi ni kwamba kuna walioingia kwenye vyama hivyo wakatoka. Mungu akajalia wakatoka, wakabadilika. Kama ni mwanaume akaoa akaendelea na maisha yake na akaacha ile tabia. Kwa hivyo amekuliaje? Mashule ya boarding, picha anazoziona, kuna mtu ambaye ana starehe yake amekuwa kitizama zaidi ni ile kuliko nyingine, ikamuingia ikawa ndio hiyo. Sasa mimi nataka kusema kitu kimoja kuhusu research. Tatizo la dunia tulokuwa nayo ni yale tulosema. Sisi ni consumers, watumiaji wa bidhaa na sio producer wa bidhaa. Haya tatizo tulokuwa nayo. Lakini tatizo lingine ni kwamba ni watumiaji wa mawazo ya wengine kuliko mawazo yetu. Je, tuna vyombo vya kusema research ilofanywa na wenzetu sio ya kweli hii ya kwetu, au tunapokea tu? Tuko pamoja? Tatizo letu ndio hilo. Ulimwengu wa kibepari tuna dakika ngapi? Tumemaliza, tuna dakika za watu. Tutumie zile dakika 7 zilizobaki. Asante. Ulimwengu wa kibepari ni ulimwengu ambao kila kitu kinauzwa. Tuko pamoja? Elimu inauzwa, afya inauzwa, security inauzwa. Ndio maana leo mimi nikitaka security naweza kuleta kampuni inauza, sio? Kwa hiyo kila kitu utu umewekwa pembeni. Sasa hivi ni kitu ndio kiko mbele kuliko utu. Wewe unaweza kusema elimu bure vipi, itakuwaje? Kwa sababu ushakulia mazingira unaona ni kawaida. Lakini haki ya msingi ya elimu ya mwanadamu ingepaswa itolewe bure. Haki ya msingi ya mwanadamu, afya. Kuuza afya ni kitu sio cha kiutu hata kidogo. Ndio maana maandamano yanaweza kufanyika, madaktari wamegoma, ni kitu cha hatari sana. Daktari hawafai kugoma. Unafikiri polisi wakigoma kuna tutaishi vipi sisi? Hakuna amani, sio? Ni vitu vya msingi sana hivi. Lakini ulimwengu wa kibepari unatuambia kwamba hivi vitu kuna matabaka. Niliwahi kusema siku moja hapa kwamba Marekani kuna gereza la kulipia. Na mtu ukiwa tajiri sana umefungwa pale unalipia, unapata huduma zote wewe, lakini uko gerezani. Sasa hivi kuna barabara za kulipia kama wezo Kenya kule na huku kwetu zitakuja. Utafikia mahala kwamba kila kitu, yani hata kile kikiuzwa kwa jumla, sasa kuna kinachouzwa cha watu special zaidi. Elimu inauzwa. Kuna university za juu sana ambazo
huwezi kusoma kama mtu kama mimi na wewe. Tumeangalia baadhi ya university, utalipa kwa mwaka milioni 60 na 70 za Tanzania ndio usome kwa mwaka. Hawezi kusoma ila watu maalum. Sasa research haifanywi bila kulipiwa. Wafanya research wote ni watu ambao nyuma yao kuna watu wanalipa ile research. Na sisi tumefundishwa katika research kwamba ziache findings za research ziseme zenyewe. Lakini ukweli anayetoa pesa ndio anayesema matokeo yawe nini. Kwa pamoja kabisa. Yani wewe huwezi kupewa na serikali fulani ya kidikteta duniani kazi ya research ukaifanya alafu wewe ukatoa matokeo, wewe umefanya kosa. Unatakiwa ukabidhi wale walokupa kazi ile matokeo, wao ndio watasema. Kwa sababu wewe umetumwa. Na ukiwa unajua wanataka nini, utaitengeneza research inayofanana na matakwa yao. Sasa nyinyi mmefanya research mkatuambia kwamba watu wanazaliwa na mabaradhuli, alafu mnatutangazia si duniani tunaipokea tu. Tunasema kweli tunatekeleza. Sio sawa sawa, lazima tuwe na vyombo vya kufanya research wenyewe alafu na sisi tuseme. Tiani sana. Kwa hiyo ndo tatizo letu. Na naamini sio tukipata nafasi kwa sababu tumeanza kugusia hapo kwenye hayo maswala ya namna ambavyo mtoto anaweza kubadilika kuingia kwenye maswala. Tutatupitisha pia kwenye wakati ujao kuhusiana na namna gani ambavyo malezi yana uwezo wa kumwandaa mtoto wa kiume kuwa mwanaume na kumwandaa mtoto wa kike kuwa wa kike, au kumwandaa mtoto wa kiume kutokuwa mwanaume. Ndio anaingia kwa baradhuli. Ndio anaingia sasa kuwa huko. Haya. Sasa tumemaliza hapo. Kama muda upo tudokeze tu. Muda upo. Labda tuguse. Kwanza malezi ya sasa hivi ya wenzetu wazungu yanamwandaa mtoto na yanatuandaa hata sisi. Kujaribu kuona hakuna tofauti baina mwanaume na mwanamke. Na kuanza kukubali kwamba swala la kuwa mwanaume mwanamke ni maamuzi yako wewe. Na wao hawana haraka. Mtoto anaelelewa na wanawake tu, na dada zake, ndugu zake wote ni dada zake. Mzazi wa kiume na wa kike wanatakiwa wawe makini sana namna anavyoweza kukop tabia za wenzake, kwa sababu anaweza kuamua naye kuchukua lipstick kama dada zake akawa wanapaka taratibu, kujaribu viatu vyao, kujaribu hata magauni mara nyingine. Kwa hiyo malezi ni muhimu sana ya kuangalia mtoto wa kiume anaelewa vipi, wa kike anaelewa vipi. Kwa hivyo kwa kuwa anawaona ni dada zake tu na anashinda pale nyumbani ni mama tunala kazi, yeye anaona kila saa dakika 10 yuko kwenye kioo anajipaka sijui foundation sijui na nini na nini. Lazima atachukua naye mara nyingine atajaribu vile viatu vya kike, mara nyingine atavaa gauni la dada yake. Lazima awe makini. Sasa kilichokuepo sasa hivi Ulaya nini, kwamba mtoto anaamua sex yake. Na ukigundulika, wazazi wanakuja kuulizwa katika majumba baadhi ya nchi kwamba huwa unakemewa unatishwa na nini kisha mzazi anapewa onyo. Mara nyingine unapokonywa mtoto anatunzwa na serikali. Sasa unatakiwa ukubali. Na hapo tutakuja kuona katuni nyingi ambazo zina nani, ukizitolea mfano ukaonyesha na zile picha utaambiwa kwamba umevunja haki za umiliki za watu wengine. Lakini haya matatizo yapo. Lakini mimi nakupa mfano mmoja, dunia namna inavyoandaliwa. Sasa hivi unakwenda kununua nguo ya mtoto, unauliza ya kike ya kiume, unaambia hii ni unisex. Haya ni maandalizi ya kisaikolojia ya kwamba sasa tunaelekea katika mavazi ambayo hayatambui jinsia. Hii anaweza kuvaa wa kike na wa kiume mpaka viatu. Basi mimi sitakuwa sijakosea na nunua. Hivi viatu ni unisex, yani universal. Yani kwa maana sex yote inaweza ikavaa. Hili halikuwepo zamani. Mpaka rangi za kike zinajulikana. Si kitu kibaya kujua kwamba pink ni rangi ya kike sana na ni rangi ya kike sana. Sasa mtu anakuja mpiga kanzu ya pink kamila. Sasa vipi huyu bwana? Sasa jamii ilijijengea hivyo. Lakini tunapelekwa sasa kuhamisha mawazo. Kwa hivyo ni kweli kuna tofauti za kimalezi, kuna malezi ya pamoja, alafu kuna maeneo ambayo kuna tofauti. Lakini haya ya tofauti nataka kuweka dokezo hapa. Usidhani kwamba nataka kusudia kwamba mtoto wa kiume hataosha vyombo. Sisi wote tumekuna nazi. Tumeosha vyombo, tumefagia, yote tumedeki. Kwa sababu hizi ni kazi anaweza kufanya yoyote. Lakini kuna maeneo fulani ambayo ndio maana shangazi, bibi alikuwa akifanya. Kwamba mtoto wa kike kuna maeneo maalum, namna ya kukaa, anafunzwa akae vipi, aweke miguu yake vipi. Kuna mambo ya aibu anaambiwa haya hapa kwa mtoto wa kike ni aibu.
Kwa hiyo yapo mambo sampuli hiyo, lakini wakati wake ukifikia inshallah kwenye moja umezungumzia kuhusiana na kukuna nazi. Moja ya clip yako nimeona ukizungumzia kuhusiana na kwamba sisi hatujui kukuna nazi. Nikasema sasa kwani inatuhusu? Ulikuwa unalenga nini haswa? Mimi nimekusudia yale mliogusia hapa kwamba mambo yamebadilika, utamaduni wetu tunauacha, kuna vitu tunavithamini zaidi kuliko ule utamaduni wetu wa asili. Hata nazi ya sasa hivi unakwenda kuinunua wewe haina ile ladha ya nazi unayokumbuka, ambao samaki ikitengenezwa pale ya nazi unaona hasa, unaona ile tui, unaona vipi, unaona uzito wa kile kitu. Kwa hiyo tumeamua sasa hivi sisi hata ukunaji wa nazi utatoweka katika utamaduni wetu. Na kuna watoto wazaliwa hawajui hata mbuzi ya kukunia nazi, kwa sababu hawajaiona wala hawana shida nayo. Hawajui hata neno tui la nazi kwa sababu walijulie wapi wakati ambapo hawajaliona hata nyumbani. Na haya yanakwenda katika yale ambayo kwamba kuthamini cha wengine kuliko cha kwetu. Sasa vitu manufactured, vinatoka viwandani vikasindikwa, vinatiwa chemical nyingi. Sasa kwa hivyo zile nazi nini vyote vile ni vitu ambavyo kwa ujumla vina athari za kiafya. Sasa mimi nilikuwa nasema ile kwa maana ya kwamba wazazi wetu walitulea tangu tukiwa wadogo. Sio mtoto wa kike tu ndo alikuwa na jikoni anapewa kazi. Hata wa kiume alikuwa anakuna nazi. Unapewa pale nazi, unaambia hakuna hii nazi. Haikuwa ni aibu. Na kwa hivyo tulikuwa tunashirikiana, tunakuwa makuzi hayo. Unaona? Nisaidie kitu kimoja. Kuna mtu ambaye ili leza kumsaidia pia, kwa sababu anasikiliza. Kutengeneza tatizo ili kuleta tatuzi ni mpango wa kimataifa au ni mpango wa kiulimwengu tu hata wa Afrika tulikuwa nao? Huu ni mpango wa kiutawala fulani ambao mtu unataka kucreate tatizo ili wewe wauzie solution. Solution unayo tangu hapo. Wakati unatengeneza tatizo, solution tayari unayo, lakini huwezi kuipeleka mpaka lile tatizo liwepo. Kwa hivyo ili kuipeleka solution, maandalizi yake ni kutoa lile tatizo. Likishakolea unaleta solution. Okay. Na hii ni siasa ya dunia, iko namna hiyo katika uchumi wa dunia, katika siasa ya dunia. Na ni jambo limeandikiwa hili sana. Daktari, tukushukuru sana. Maana tunatamani kuendelea kuongea tu. Namuona bwana amesimama pale. Kama una maswali njoo uwai. Bwana sawa, shukrani sana. Bwana Mishemishe inafuata. Nyuma kamera alikuwa Linus Dennis, kwa niaba ya Flora Msangi, Joram Sumari, mimi naitwa Simeon Sonyo. Kesho pia ni siku tutakuwepo hapa kwa ajili ya kuweza kufunga shule. Asante sana.